maisha yaliyo na baadhi ya wenzetu ambao ni wanadamu kama sisi, basi kuna haja kubwa sana Waislamu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufanya sisi ni Waislamu. Wapo duniani watu ambao wanaabudu panya huyu panya. Wapo duniani mpaka leo watu wanaabudu mizimu kama mizimu. Wapo duniani watu ambao wanaabudu mawe kama mawe. Allah Subhanahu wa Ta'ala kukufanya wewe ni Muislamu ni neema kubwa sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa tukufu Waislamu, leo ni muhadhara wetu wa mwisho insha Allah, na utakuwa mfupi sana kiasi cha dondoo 2-3 tutakapozungumza, na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe makosa yetu. Mwenyezi Mungu akubali funga zetu na atukubalie ibada zetu zote, na tutoe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa salama wenye kusamehewa, na kumwomba atupe afya na uzima ili kutuingiza katika Ramadhani nyingine insha Allah. Mada yangu ya leo kwa ufupi nitazungumza masuala ya kuwanyonga watoto. Kuwanyonga watoto. Muislamu hatakiwi kumnyonga mtoto, hatakiwi kumuua mtoto kwa aina zake zote za kuua. Kuna kumuua mtoto kifikra, kuna kumuua mtoto kimaadili, kuna kumuua mtoto kiutamaduni, kuna kumuua mtoto kwa kumnyima elimu, kuna kumuua mtoto kwa kumnyonga ukamuua. Hizi aina hizi za kumuua mtoto, mada yangu ya leo. Muislamu, mwanadamu, Mtanzania haruhusiwi kumnyonga mtoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ameumba Mwenyezi Mungu, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi, ni vya Mungu. Ni vya Mungu vilivyo ndani ya mbingu, ni vya Mungu vilivyo juu ya ardhi, na vilivyo ndani ya ardhi ni vya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba anavyotaka. Mwenyezi Mungu anampa mwanadamu mtoto wa kike na anampa mwanadamu mtoto wa kiume. Lakini Allah alivyoelezea masuala ya mtoto ametumia tamko la hiba. Yaani mtoto kupewa wewe ni hiba. Allah amekupa hiba kwa kukupa mtoto. Na kuna ambao Mwenyezi Mungu anawapa hiba, yani zawadi, kuwapa watoto wa kiume tu. Na kuna ambao Mwenyezi Mungu anawapa hiba, zawadi, kuwapa watoto wa kike tu. Na kuna ambao wanachanganyiwa watoto wa kike na wa kiume. Lakini kuna ambao hawapewi kabisa watoto. Mwenyezi Mungu akamfanya mwanadamu ni akima, ni tasa, hazai. Kwa hiyo tuliopewa watoto tutambue kwamba watoto ni hiba kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa watoto ni hiba, tutakwenda ulizwa kuhusu watoto wetu. Na kwa kuwa watoto ni hiba, ndiyo mada fupi ikasema tusiwaue watoto, kwa sababu watoto ni hiba kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tutakwenda ulizwa kwa hii zawadi ya watoto ambayo Allah ametupa. Jambo la kwanza ambalo Muislamu watakiwa kuwa nalo ni kujitengenezea urafiki mkubwa kwa mtoto wake, kwa sababu mtoto
hujifunza zaidi kwa anayempenda. Mtoto hujifunza zaidi na anaathirika zaidi kwa anayempenda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kila mmoja anaathirika kwa mfumo wa rafiki yake aliye naye karibu. Mtume akatoa mwongozo, na atazame mmoja wenu nani wa kumfanya rafiki wa karibu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, Muislamu atakiwa yeye mwenyewe awe ni rafiki namba moja wa mtoto wake. Baba au mama, mjomba au shangazi akijiweka mbali kuwa rafiki na mtoto, amemuua mtoto huyo. Kwa sababu ukijiweka mbali kuwa wewe ni rafiki wa mtoto wako, mtoto huyu atatafuta marafiki. Je, wale marafiki wa nje watamchorea ramani mtoto wako vile wewe unavyotaka kumchorea? Marafiki wa nje watampitisha katika zile njia ambazo wewe unataka mtoto wako apite? Kwa hiyo tusiwaue watoto, tusiwanyonge watoto kwa baba au mama kukaa mbali na mtoto wake. Kila mmoja anatakiwa awe rafiki namba moja wa mtoto. Ukiwa rafiki wa mtoto, mtoto atakupenda wewe, na wewe baba utagundua madhaifu ya mtoto wako kwa sababu uko karibu na mtoto wako. Waweza ukamlaumu mwalimu wa madrasa, kwa nini hafanyi kazi yake nzuri? Mtoto yuko madrasa, ana miaka 7, haendelei. Utamlaumu mwalimu wa shule, hafanyi kazi yake nzuri. Mtoto darasa la kwanza mpaka darasa la 4 hajui kusoma. Lakini kama baba ungetengeneza urafiki na mtoto, ungegundua madhaifu ya mtoto wako. Wakati mwingine kuna watoto ni wazito katika ufahamu wao. Wakati wengine kuna watoto ni waoga, ukimtisha hawezi kusoma. Yaani mtoto ameumbwa ni muoga. Kwa hiyo akimuona mwalimu ana fimbo, akili yake haifanyi kazi wallahi. Hawezi kupokea chochote kutoka kwa mwalimu aliona fimbo mkononi. Baba ukiwa mbali na mtoto, utatambua haya, umemuua mtoto wako. Baba ukiwa mbali huyatambui haya, umemnyonga mtoto wako. Tusiwanyonge watoto kwa kukaa mbali nao watoto. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Ni kila mmoja katika sisi ahakikishe yupo karibu na mtoto wake ili kumsaidia mtoto katika maisha ya ulimwenguni anapoendelea. Jambo la pili ambalo mzazi kama atalifanya, atamnyonga mtoto wake. Mtoto toa suluhisho. Hakikisha wewe baba, mama, mlezi, toa suluhisho nyumbani ya migogoro inayowakuta watoto wako na watoto wa majirani kwa uadilifu. Mzazi atakiwa atoe suluhisho la migogoro inayowakuta watoto wake mtaani na watoto wa majirani zake kwa uadilifu. Mzazi kama utakosa sura hii, utaikosa hii picha, mtoto wako akigombana na mtoto wa jirani, hata kama mtoto wako ndiye mwenye makosa, hata kama mtoto wako ndiye mkoswa, wewe nafasi ya kwanza ni kumkandia na kumuona mbaya mtoto wa jirani. Umemuua mtoto wako. Umemuua mtoto wako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, sa'u baina auladikum bil asiya, fanyeni sawa kati ya watoto wenu kwa vipawa. Fanyeni sawa. Ukimuona mtoto wako amekosea, waite mtoto wa jirani na mtoto wako, umpe adhabu inayostahili kwa kosa alilolifanya mtoto wako mbele ya mtoto wa jirani. Na umweleze, kama ambavyo namuadhibu huyu kwa kukufanyia wewe kosa hili, wewe ukimfanyia kosa huyu nitakuja kuadhibu wewe. Tengeneza uadilifu wa sawa
wakati wa migogoro kati ya mtoto wako na mtoto wa jirani. Mtoto akikuwa na njia hii atasema katika nafsi yake, baba yangu alivyokuwa akinilea, amenilea hana ubaguzi kati ya mimi aliyenizaa na mtoto wa jirani. Huyu akikuwa atakuwa na uadilifu huo. Lakini ukimtengenezea picha kwamba amekosea yeye kumkosea mtoto wa jirani, lakini wewe ulivyokuja ukamwataki mtoto wa jirani, huyu atakuwa hivyo, kwamba katika maisha yake kalelewa nyumbani, mwanawe yeye hata kama ndio mkosa, basi mkosa itakuwa ni wa jirani. Umemuua mtoto, umemuua mtoto. Tengeneza uadilifu mpaka watoto wa mtaani waseme radhina bil amin kwa baba wa fulani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, licha ya Makuraishi kumpinga, lakini alikuwa hawana sehemu ya kuweka amana zao isipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya uaminifu wake. Kwa hiyo baba, tengeneza uaminifu kwa mtoto ili utengeneze generation ambayo itakuja simamia uadilifu. Mtoto huyu ambaye amuona baba anafanya uadilifu, mtoto huyu akiwa kazini atafanya uadilifu kwa wafanyakazi wenzake. Akiwa bosi, huyu atafanya uadilifu kwa walio chini yake. Akizoea mazingira ya kwamba nyumbani hakuna uadilifu, hata kazini kwake hata simamia uadilifu. Tusiwe na tabia ya bwana mmoja alioa mke, yule mke alikuwa na watoto wawili, wakati yeye aoa mke na watoto wawili. Kwa hiyo huyu baba akamchukua mke mwenye watoto wawili. Baada ya mwaka Allah akamjalia mtoto mmoja, ikawa mtoto wake aliomzaa kwa yule mke ni mmoja, watoto aliowakuta kwa mke ni wawili. Sasa baba akitoka kazini aja na ndizi mbili, eti ataka kufanya uadilifu. Alafu waita, njoo Saidi, njoo naye Muhammad, ampa yule mtoto wake ambaye ni wa kufikia ndizi moja, ampa na yule mtoto mwingine wa kufikia ndizi moja, yule mtoto wake amwache. Alafu amwambia, wewe mkatie mwenzako, akata ampa. Amwambia na wewe mkatie mwenzako, akata ampa. Kwa hiyo utakuta kwamba hapa hajatengeneza uadilifu. Hajatengeneza uadilifu kwa sababu yule akikata akimpa kipande, yule akikata akimpa kipande, huyu abaki na nzima, yule kula baki na vipande. Uadilifu alikuwa avikate vipande, ampe huyu chake, huyu chake, huyu chake, au aje na ndizi tatu, ampe huyu moja, huyu moja, huyu moja. Mtoto akikuwa na mazingira haya katika jamii atakuja sumbua, kwa sababu ulimuua tangia alipokuwa mdogo. Kwa hiyo wenzangu, tukumbushane tusiwaue watoto wetu. Kwa tabia hii ya baba kutokuwa mwadilifu ni kumuua mtoto. Sehemu ya tatu ya kumuua mtoto ni mzazi kupuuzia vipindi vya kubalehe watoto wetu. Mzazi kupuuzia vipindi vya kubalehe watoto wetu. Ukipuuzia kipindi cha kubalehe kwa watoto wetu, mtoto umemuua. Kipindi hichi ni muhimu sana mzazi kuwa karibu na mtoto wake, kwa sababu mtoto kwenye kipindi hichi ana maswali mengi kichwani mwake anayojiuliza. Anataka majibu na mafumbuzi sahihi ya hayo maswali. Ikiwa mtoto amebalehe kwa umri wa miaka 9, baba hujamsogeza mtoto karibu, mtoto huyu maswali atakwenda muuliza mtoto mwenzake aliyebalehe mwenye miaka 9. Hebu niambie, akili za watoto wenye miaka 9 nini watashauriana katika balehe zao? Mtoto amebalehe ana umri wa miaka 15, baba mlezi hajamsogeza mtoto wake karibu, mtoto huyu atakuwa na maswali. Mtoto huyu atakuwa na majaribu kutaka kujaribu kipindi cha kukua kwake. Atakwenda mtafuta mwenzake ambaye huyo aona huyu ndio mwenzangu. Mwenzake atakemtafuta ni balehe mwenzake wa miaka 15. Niambie, akili za mtoto wa miaka 15 nini atamshauri mwenzake? Baba ukijiweka mbali kipindi cha balehe, umemuua mtoto, umemnyonga mtoto wako. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe anakuwa yupo karibu na mtoto wake kipindi hiki cha balehe, kwa watoto wa kike na kwa watoto wa kiume. Ni kipindi muhimu sana
mzazi kuwa karibu na mtoto. Jambo la pili, jambo la tatu la kumuua mtoto au kumnyonga, baba au mzazi anatakiwa kuwa mfano mzuri na mahusiano mema kati ya baba yako na mama yako. Yaani mimi Ahmad baba natakiwa niwe na mahusiano mazuri na mfano mwema mimi na baba yangu na mama yangu, ili mwanangu Saadia akiniona mimi ninavyoishi na baba na mama, yeye ataathirika namna gani baba anavyompenda babu, namna gani baba anavyompenda bibi. Huyu akikuwa mkubwa, huyu atanijali mimi na atanipenda mimi, kwa sababu mimi nilitengeneza mazingira ya dhahiri namna gani ninavyoishi vizuri na wazazi wangu. Mzazi akikosa hii sifa amemuua mtoto. Kama wewe uko hapa leo hauko vizuri na baba yako na mama yako, hakikisha kwamba mtoto wako hatakuwa vizuri na wewe, umemuua mtoto. Kwa sababu hawa watoto wanaathirika zaidi na kutenda kuliko maneno. Yaani vitendo vyetu vinawaathiri zaidi watoto kuliko maneno. Yaani wewe vile ukifanya, mtoto anakuangalia kashaathirika, baba ana mfumo huu. Kwa mfano, utakuta mtu akwambia, Ramadhani hii bwana imeenda mwisho, mimi nina uradi wangu wa kwenda kufuru na baba na mama, kula Idi na baba na mama. Kwa sababu yeye alivyoinuka alimuona baba yake ikifika Idi aenda kula Idi na baba yake, na mama yake anaenda kula Idi na babu yake na bibi yake. Kwa hiyo na yeye akatengeneza ile mazingira. Baba alikuwa akenda kwa baba yake, mimi nenda kwa baba yangu. Ukikosa sifa hii umemuua mtoto. Ndio utakuta mababa wako peke yao, hata siku ya Idi pale nyumbani hakuna hata wajukuu. Yeye hakutengeneza mpango sahihi wa kuishi vizuri na wazazi wake. Watukufu Waislamu, tumesema kwamba mada yetu itakuwa fupi sana, ni kukumbushana tu namna gani ya kuishi na hawa watoto na kuwafanya watoto hawa hatuwaui kimaadili. Jambo la mwisho, tutengeneze mahusiano mazuri kati yetu sisi na dini. Sisi mababa, sisi walezi, tutengeneze mahusiano mazuri kati yetu sisi na Mungu wetu na dini yetu. Pale nyumbani iwe utamaduni namba moja ni dini yako. Usimuache mtoto wako ikiwa utamaduni wake ni kitu kingine. Umemuua mtoto, umemnyonga mtoto. Utakuta leo mtoto anaweza kuchukua jezi ya nembo ya mpira akaichumu kwa furaha baada ya hiyo timu kushinda. Yeye yuko nyumbani kachukua jezi ile sehemu ambayo ina nembo akachumu kwa furaha. Mtoto huyu ametengenezewa mazingira ya kwamba kitu cha kwanza cha utamaduni wake ni ule mchezo. Mzazi ahakikisha utamaduni ulio nyumbani kwake ni dini. Hivyo itakavyokuwa leo, mtoto wa Kiislamu ikitokea amedondosha mswahafu, ameshika mswahafu ameudondosha, kitendo cha kunyanyua mswahafu akauchumu ni ishara kwamba huyu mtoto amefundishwa hiki ni kitu chake bora. Wala tusihurike na maneno kwamba kuchumu mswahafu ni bid'a. Lakini je, tuache mtoto mswahafu umeanguka aone ni kawaida, au akimbie au uokote na kuuchumu? Tutengenezeni mazingira ya dini katika majumba yetu kuwa ni sehemu ya culture ya utamaduni namba moja. Ikifika mfungo sita pale nyumbani kuwe na ishara kwamba huu ni mfungo sita, utamaduni wa dini. Nyumbani kuwe na ishara kwamba huu ni mfungo sita, amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikifika ni Idi, nyumbani kuwe na ishara kwamba leo ni Idi. Zile takbira zile za siku tatu zile zaendelea, mtoto akue katika mazingira hayo. Isiwe ile siku ya kwanza tu ya Idi, labbaik Allahumma labbaik, la ilaha illa Allah wa la sharika lahu, ile siku ya kwanza kula takbira. Hapana,
Kama takbira ni za siku 3, ziendelee siku 3. Mtoto akikuwa akuwa mazingira ya nyumbani ndio haya, akiwa na kwake. Utamaduni wa kwanza utakuwa ni dini. Utamaduni wa kwanza utakaomwathiri ni dini. Kwa hiyo tusiwaue watoto kwa kuwakosesha utamaduni wa kidini. Kwa hayo machache, kama tulivyosema, mada yetu itakuwa fupi sana, ni kukumbushana tu namna gani kuishi vizuri na watoto wetu, kwa sababu watoto ni zawadi, na tutakwenda ulizwa mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani tumeishi na zawadi hii. Kwa hiyo tusiwanyonge watoto kwa hizi sababu 5 ama 6 ambazo nimezisema. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, ajalie ni katika ambao tunasikia yale mazuri na kuyafuata, na yale mabaya na kuyaacha. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.